lakini mambo yote yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Mungu ni wa kwanza kupenda utaratibu na mambo mazuri. Amen. Shetani akishaingia kanisani anakunong'oneza tu kidogo, anakuambia ingizeni kidogo vitu vya kidunia, alafu anakudanganya hivi vitu vya kidunia ingiza ili kuvuta watu wa nje. Sasa hapa ndipo utakapomkuta mwimbaji anayeimba kanisani anaanza kumiss kuimba nyimbo za ajabu ajabu ili kuvuta watu. Kuna shangaa unaimba hip hop ili kuvuta watu. Mimi nasikilizaga tu mtu anaimba hip hop. Mimi sizitaki bwana. Hivi kuna mtu hip hop. Amen. Hapo nasema inawavuta wana hip hop. Yesu alisema ni kuabudu kwa unyofu wa moyo. Amen. Anaingiza watu ajabu ajabu kanisani. Mnaanza kuimba ile hali ya kumwimbia Mungu, mnashiba. Alafu mkishiba na mkitosheka mnakuwa kama shetani kule juu. Mnanielewa? Alafu baadaye mnaanza kumwimbia Mungu nyimbo mnazozitaka nyinyi ili dunia iwajue na iwapende. Na hiki kitu ninachokihubiri hapa, shetani amefanikiwa sana kuwabadilisha waimbaji ambao wanategemea viewers kwenye YouTube. Kwa sababu inabidi wafanye kitu ambacho dunia inapenda. Ukiimba katika roho na kweli watu wakusikilizi. Sio, unanielewa vizuri? Ukiimba katika roho na kweli watu wafanyaje? Imba sawa sawa na wao. Fanya sawa sawa na wao, watakufuatilia. Ukiwa unafanya vitu vinavyoendana na wao, hapo sawa, watakufuatilia. Ndio maana hata mahubiri siku hizi yanaendana na watu wa dunia. Ndio dunia ndio sio inaendana na mbinguni, yanaendana na vitu vya dunia. Ndio dunia inakusikiliza, dunia inakuelewa, dunia inakupa sadaka. Kwa sababu gani? Unahubiri vitu ambavyo vinaendana na wao. Umeelewa vizuri? Hapa sasa unakuta watumishi wa Mungu anakuambia yeye kuonana na mtumishi wa Mungu. Amen. Ni shilingi ngapi? 200,000. Alafu huyu anajiita kwamba amekuja kutafuta kondoo aliyepotea. Alafu kumpata mwenyewe. Hivi nani kapotea kati ya mchungaji na kondoo? Kama kumuona mchungaji shilingi ngapi? Kondoo aliyepotea ni nani? Kwa sababu huwezi kumuona bila lakini. Hapa mchungaji yani unamtafuta aliyepotea ili akuokoe. Utakuwa na akili kweli? Kuna mambo yanaendelea makanisani, yani ni mjinga tu ndo atapiga makofi. Sawa? Mtu mwenye akili na aliyefunguliwa macho akitazama hivi. Wewe unaenda kanisa, mchungaji ananyosha kidole, anamwombea mshirika, anamfanyia hivi, anamzungusha hivi. Hivi, alafu fanya hivi, anatupia kule. Hivi kuangusha watu. Wakiumia. Kuangusha watu. Kuna vitu vinaendelea, yani unajua uwe na akili. Mungu akupea akili uyasome hayo mambo na uyaone jinsi yalivyo. Biblia inasema enendeni katika utaratibu. Naweza nikasema kuna wakati ukizichunguza baadhi ya ibada za watu waliookoka na ukawatazama Waislamu namna wanavyomwabudu Mungu wao. Amen. Kwa uzuri na utaratibu. I say hawa watumishi wa Mungu walokole wakipakwa mafuta, wakainuliwa, wakawekwa mahali pa juu, yani sarakasi muda sio mrefu zinaanza. Vituko muda sio mrefu vinafanyaje? Vinaanza vituko. Mombi ya vituko yanaanza maana umekufa. Sio kwa jina la Yesu tena, kwa kumzia kupokea uzima wewe. Tusisumbuane, sawa? Mara umekanyagwa tumbo unaombewa. Sawa? Anaenda kutafuta chochote. Unajua wakati mwingine mtu akiwa na nguvu za Mungu yanaanza kumuingia mawazo ya ajabu ajabu. Ana nguvu za Mungu yanaanza kumuingia mawazo ya ajabu. Hivi Petro aliponya watu kutumia nini? Leso. Sawa? Na inavua koti yake na wafanyia tu hivi. Ili koti la upako watu mnadondoka, alafu anatangaza mwenye milioni. Ni mwenye kapewa. Anakunambia koti limetoka mbinguni. Wameleta malaika. Sasa na wewe kwa kuwa akili yako ni fupi ya usomaji maandiko matakatifu, unanunua koti ukitegemea ununua upako, kumbe ununua nguo ya kawaida sana. Kwa sababu gani? Adui anapandikiza ujinga, ndio silaha yake kubwa, kupandikiza ujinga. Na anafanya watu wengi wasisome maandiko, wasije wakayaelewa. Unaingia kanisani, sadaka zimejipanga mwanzo wa ibada mpaka mwisho wa. Nitaka kanisa moja ukienda na 100,000 itaisha. Kama ulipanga kutoa sadaka 10,000 utarudi kwa mguu. Na una shilingi ngapi? Utatoa mpaka ya nauli. Kuna namna mahubiri yanapangwa pale mbele, wanajua mpaka
na utachomoa mpaka pesa ya mwisho, utaondoka pale kitu. Uko tayari kutembea kwa miguu na kutoka na upako ambao ukusaidia na utaweza kukuokoa. Sasa huu ndio udanganyifu ambao adui anaufanya kwa watu, ndio silaha yake pekee anaitumia ili kuwapoteza watu wasimjue nani? Mungu. Angalia, sifa yake zilikufa pale juu, sifa yake ikafa. Sasa anaitafuta sifa kwa lazima, na sifa hiyo anaipata kwa wanadamu. Mungu wetu, tumechanganyikiwa. Hipi kanisa la ukweli? Sababu zimejaa makanisa za kishirikina na udanganyifu. Wengine ni manabii, wanafanya miujiza mingi. Hivi je, inatoka kwako? Oh yeah. Saa zingine najiuliza, Waislamu na madhabahu zingine, hivi ni wao wamepotea ama ni sisi wa Kristo? Oh, nijaze Roho wa hekima, aniongoze kwenye safari hii. Oh, kwa sababu kumejaa sana na madhabahu za maovu. Usiniache, usiniache, usiniache nipotee. Nijaze Roho wa hekima, aniongoze kwenye safari hii, kwa sababu kumejaa sana na madhabahu ya kishetani. Usiniache, 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 usiniache nipotee. Nijaze Roho wa hekima, aniongoze kwenye safari hii, kwa sababu kumejaa sana na madhabahu ya kishetani.